Nachukua nafasi hii kukusalimu mtazamaji mpendwa wa Messianic Voice TV. Karibu katika karamu ya neno tunapoanza wiki hii. Namshukuru Baba kwa kuwa hai, nimeokoka na napendezwa na Elohimu huyu ambaye tumefuata, ambaye kwake hakuna majuto. Wiki hii ningeomba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu tukaweza kuzingatia kitu ambacho nakiita kuelewa agano la Ibrahimu. Kuelewa agano la Ibrahimu, na hivyo ni kusema understanding Abrahamic covenant. Katika Biblia kuna maagano kadha wa kadhaa ambayo ni ya muhimu na yamekuwa ni ya vizazi. Na kwa hivyo agano la Ibrahimu ni moja ya muhimu sana ambayo ninaomba Baba akatujalia kuweza kuielewa, na ninaomba kwamba tutaweza kujaliwa kuielewa kama vile Roho Mtakatifu atakapoendelea kutufundisha kupitia kinywa changu na vile vile pia anapoendelea kunizungumzia. Na kwa hivyo somo letu kuu tunalipata katika kitabu cha Mwanzo 17 na tutaanzia pale mstari wa kwanza na kuendelea hadi wa 8, na kisha tukaweza kuomba na kuendelea na mafunzo ya siku ya leo. Imeandikwa katika mstari wa kwanza: Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99, Yawe akamtokea Abrahamu akamwambia, mimi ni Yawe mwenye enzi, uende mbele zangu uwe mkamilifu, nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Abrahamu akaanguka kifudifudi. Elohimu akamwambia akasema, mimi agano langu nimelifanya nawe, nawe utakuwa baba wa mataifa mengi, wala jina lako hutaitwa tena Abrahamu, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana, nami nitakufanya kuwa mataifa, na wafalme watatoka kwako. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako na vizazi vyao, kuwa agano la milele, kwamba nitakuwa Elohimu kwako na kwa uzao wako baada yako. Mstari wa mwisho katika funzo letu: nami nitakupa wewe na uzao wako baada yako nchi hii unayoikaa ugeni, nchi yote ya Kanani, kuwa milki ya milele, nami nitakuwa Mungu wako ama Elohimu wako. Baba wetu ushe juu mbinguni, tunalisifu, tunaliabudu jina lako. Ni asante ni kwa sababu maneno haya uliyasema na mjoli mtumishi wako Abrahamu, na wewe tu ndiye uliyembadilishia jina ukamwita Ibrahimu. Tunashukuru kwamba ulimwambia watoto wake watawa na idadi ya nyota ambazo alishindwa kuzihesabu. Tunakushukuru ni kwa sababu kupitia njia zako za kipekee ulimwengu mzima una watoto wa Ibrahimu, watoto wa imani. Ulimwengu mzima una watoto ambao wanaenenda katika agano lako na baba wetu Ibrahimu. Baba, tunapoingia katika hali ya kutafuta mapana na kina cha maneno haya, achilia Roho wako Mtakatifu. Roho Mtakatifu tuongoze, tuelekeze, maana twanyenyekea chini yako kama mwalimu mkuu, tukiomba kwa kuamini kupitia jina takatifu teule mno la mwanao wa pekee Masihi Yeshua Mwokozi wetu, tumekuomba pamoja na kukutukuza. Na sote natumai kwamba tumesema amen, kwamba tunakubaliana. Mstari ambao tutakuwa tunauzingatia ambao unanena kuhusu kuelewa agano la Abrahamu ni mstari ule wa 17, inasema, nami nitalifanya agano langu kati yangu na wewe
na uzao wako baada yako vizazi vyako vyote, liwe agano la milele. Niwe Elohimu kwako na uzao wako baada yako. Hapa tunajua kwamba kuna Mungu na miungu, na tunaamini kwamba katika Biblia tunasema Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, na kwa hivyo tunakuta kwamba amesema nitakuwa Mungu kwako na wewe utakuwa Mungu kwangu. Nataka uendelee kuelewa kwamba tunapoongea kuhusu mapatano ama agano, lazima ukajua kwamba agano ni kitu ambacho mnakubaliana, na wakati hapo mnakubaliana ni kumaanisha kuna sehemu yako wewe kufanya na kuna sehemu ya mwenzako ambaye mnayepatana pamoja na yeye. Agano la Ibrahimu ni moja ya maagano muhimu zaidi katika maandiko matakatifu. Na kwa hivyo kupitia Ibrahimu Yawe alifunua mpango wake wa kuwabariki watu, mataifa na vizazi vyote. Agano hili linafundisha kuhusu utambulisho wetu, urithi wetu na kusudi letu katika mpango wa baba wetu Yawe. Kumbuka katika mwaka huu, kwa wale ambao wanaoandamana pamoja nami, tumepatiwa mada ya kwamba sisi ni mabalozi wa Yeshua kuwakilisha ufalme wa mbinguni, na tuna kazi la kufanya kuwapatanisha watu. Na naweza nikasema hapa, njia moja ya kuwapatanisha watu ni kufanya yule mtu ambaye haelewi kwamba kuna mapatano ya baba wetu wa imani anaitwa Ibrahimu, tukaweza kuwapatanisha, tukaingia katika hali hiyo ya mapatano hayo. Maana mapatano ya Ibrahimu aliambiwa kwamba itakuwa vizazi baada ya vizazi. Ibrahimu hayuko, kama vile babu na babu zetu wengine hawapo, lakini Elohimu aliyefanya mpango huu angali ako pamoja na sisi. Na katika juma tulilokuwa tunaongea kuhusiana na fedha, tulisema kwamba amesema ametupa uwezo wa kupata mali ili adhibitishe agano lake. Na kwa hivyo ninaona ni muhimu kuelewa agano hili ili hata na wewe ujihisi mambo haya yanayotajwa hapa, urithi. Lazima ujue kwamba kuna kitu ambacho wewe kama mtoto wa Ibrahimu unafaa kurithi. Lazima uelewe kusudi lako la kuwa hapa, na lazima uweze kujielewa. Katika misururu yetu ya mafundisho ya Sabato, tumeanza na msururu wa ufalme. Kuelewa ni ufalme gani tunaojadili na wewe umefanyikaje kuwa raia wa ule ufalme. Tukaja katika kipengele cha pili tukaongea kuhusu kuelewa Roho Mtakatifu. Na kwa hivyo tunakuta kwamba ni Roho Mtakatifu, kwa sababu ufalme huu ni wa kiroho, tunamhitaji mno akaandamana pamoja na sisi. Tumeingia katika zamu ambao tunajadili kuhusiana na fedha. Ni vipi fedha zinaambatana na ufalme huu? Kwa hivyo ili tukaweza kuelewa mambo hayo matatu, ni vizuri tukaelewa kwamba kuna agano ambalo linalotuingiza katika ufalme ambao sisi tumeridhishiwa, na jukumu lako na langu katika ufalme huu tukaweza kutekeleza. Ni vigumu kutekeleza, mtazamaji mpendwa, ikiwa hautaweza kuelewa. Agano hili halikuwa la Ibrahimu peke yake, mbali pia kwa uzao wake na wote wanaotembea katika imani ya Ibrahimu. Na hapo ndipo tunapoingia. Tuanze na definition ama kuelewa agano linili. Na tunasema agano ni makubaliano matakatifu ya kudumu yanayoanzishwa na Yawe na yakatiwa muhuri kwa kiapo. Tofauti ya mikataba ya wanadamu, agano la Yawe linategemea uaminifu wake na utimiza makusudi yake ya milele. Tunaelewa watu upatana, watu wamewahi kaa chini wakaelewana, tutafanya hivi, tutafanya hivi, na yale mapatano yakaporomoka. Tofauti ya hii ni kwamba baba wetu hafi, haendi safari, yeye ni mwaminifu, na kwa hivyo agano hili aliloagana nalo Ibrahimu linafaa kuwa letu. Na katika fundisho letu tuanza kuona kwamba ni vipi tutakavyoingiana na agano hili na tukaweza kuzoa urithi na mibaraka yote inayoambatana na agano hili. Na kwa hivyo agano la Ibrahimu lilianzishwa na Yawe, tunafaa kuelewa hivyo. Kwa hivyo si agano la kibinadamu, lilithibitishwa kwa ahadi. Kwa hivyo baba aliapa akasema, mimi nimekuahidi kuna mambo kadhaa wa kadhaa ambayo yatatendeka, na tayari tumeona katika historia mambo haya yametendeka katika uzao wa nyumba ya Ibrahimu. Na nataka uone kwamba wewe ndiye mzao wa Ibrahimu. Lilipokelewa kwa imani.
Kwa hivyo wakati ambapo alifanya maktaba na maelewano, tunamkuta baba wetu aliipokea kwa imani. Mtazamaji mpendwa, Biblia ni kitabu ambacho kimejaa ahadi nyingi, lakini watu wengi wanakosa kuzipokea ni kwa sababu wanaichukua bila kuichangamanya na imani. Lilikusudiwa kudumu katika vizazi vyote, na huo ndio ukweli mtupu, kwamba ahadi hizi ni za vizazi vyote. Mradi bingu na nchi ingaliko, maktaba na maagano ambayo baba wetu aliyaweka yatabakia kuwa ya kudumu hata milele. Thibitisho ni kitabu cha Mwanzo 15 mstari wa 18. Siku ile Yawe akafanya agano na Ibrahimu. Siku hiyo hiyo Yawe akafanya agano na Ibrahimu. Hivyo ni kwamba baba wetu alitia kidole chake akasema, haya ndio nitakayoyafanya. Na tunakumbuka kwamba naye Ibrahimu alipewa sehemu yake, akaambiwa tembea mbele zangu ukiwa mkamilifu. Mtazamaji mpendwa, baba wetu hakupatia utajiri, anakupatia uwezo wa kupata utajiri. Na ukikubali ule uwezo, mtaingia katika mikataba ya kutajirishwa, na kisha ukisha tajirishwa utajikuta kwamba maisha inaendelea vizuri. Na hebu tuangalie katika agano hili ni vipi Ibrahimu alivyoitwa. Katika maandiko matakatifu mlango wa 12 kitabu cha Mwanzo, ningeomba ukapata muda ukaweza kusoma mafungu hayo yote, lakini kwa muda niruhusu tuangalie tu Mwanzo 12, tusome tu mstari ule wa kwanza na wa pili na wa tatu. Kitabu cha Mwanzo 12, mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu. Yawe akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako na nyumba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Na baba wetu akaweza kupewa sifa. Na kwa hivyo tunapata kuona vizuri sana kwamba kuna wakati ambapo kabla hawajafika kuwa na maagano, kwanza alipewa mtihani wa kuitwa, alipewa mwito. Kabla ya agano kuthibitishwa, Yawe alimuita Ibrahimu kutoka nchi yake, jamaa yake na nyumba ya baba yake. Yawe alimuagiza aache nchi yake, aache ndugu zake na jamii zake, aache maisha yake ya zamani, afuate mwito wa Yawe kwa imani. Mambo haya yote tutakapoanza kuona kwamba na sisi tuna fit in his covenant. Kuna mambo mengi sana yeye alikubali. Aliitwa at a very challenging circumstances. Fikiria unaambiwa uache mahali umezoea, watu wale walio wakwako uwawache, maisha uliyokuwa nayo uiwache. Historia inatuambia kwamba katika nyumba ya babake baba Ibrahimu, Tera, walikuwa ni waabudu vinyago. Sasa ataachana mambo hayo yote, alafu sasa amfuate huyu aliyemzungumzia, na afanye hivyo kwa imani. Kila agano huanza kwa kuitika mwito wa Yawe kwa utii na imani. Umeitwa, nimeitwa, lakini je, tunakubali kuitika ama tunakuwa sisi ni watu wagumu? Mahali ambapo moyo ni mgumu, ni ombi langu kwamba utaweza kuyeyusha moyo wako. Kitabu cha Ezekiel kinatuambia kwamba nitawamiminia maji, na mioyo iliyo migumu kama mawe nitaifanya myororo kama nyama. Mtazamaji mpendwa, tunapoendelea na hali hii ya kuelewa agano la Ibrahimu, ni mwito kwa yule ambaye hana makubaliano ama hajakubali kumfuata baba wetu Yawe na kufanya mambo haya kwa imani. Baraka ambazo tunaweza ahadi ambazo tunaweza kuziangalia, huenda ikawa hautaweza kuzipata. Na kwa hivyo the best thing to do ni kumkubali huyu baba wetu Yawe,
akuite na amekuita, anakuambia nabisha mlangoni, ukimsikia njoo. Ameitana kwa kinywa cha Masihi Yeshua, anasema yoyote aliyelemewa na mizigo mizito na aje kwangu nami nitampumzisha. Kwa hivyo ni vizuri tuachane tabia mbovu, tukubali kuwekwa nila iliyo nyororo ya kuweza kutii sauti ya Baba wetu aliye juu mbinguni. Wacha tuwe na tangazo moja, tukaingia katika zamu ya kuangalia ahadi za agano lake baba wetu Ibrahim. This is Word First program and I am your host, Pastor Stephen. Are you longing for truth that sets you free? Hungry for wisdom that opens your eyes, builds your faith and transforms your life? Then tune in to Messianic Voice TV for Word First, a powerful program bringing you insightful teaching, deep knowledge and life-changing sermon that will awaken your spirit. Why am I here to tell you we need to exalt the Bible calendar above all other? Why? You can do better than just buying a flower once in a year. Brought to you by Overseer S.K. Nganga, a voice anointed to restore, awaken and equip the body of Messiah. Join us every Monday, Wednesday and Friday from 2 p.m. to 9 p.m. only on Messianic Voice. He is requesting us to follow him. Definitely, we will follow his timings. Don't miss out on this preparation hour. Stay tuned, stay blessed, and don't forget to share the link. Be a blessing to the world. Mtazamaji mpendwa, karibu tena tunapoendelea na fundisho la kuelewa agano la Ibrahimu, miongoni mwa maagano kadhaa ambayo tunafaa kuielewa. Na tunaingia katika agano hili la Ibrahimu. Alipewa ahadi kadhaa, na hivyo basi na tuangalie ahadi ya kwanza, ahadi ya baraka. Katika kitabu cha Mwanzo 2 mstari wa 2, nami nitakubariki. Mtazamaji mpendwa, tunasema Methali 4 mstari wake, Methali 10 mstari wa 22 nasema, baraka za baba wetu tupatie utajiri na hazina majuto. Kwa hivyo tunapoongea kuhusu neno baraka, baraka linajumuisha mambo mengi. Kwa hivyo baba wetu aliapa kwamba nitakubariki. Baraka hizi zinahusisha baraka pia za kiroho, zinahusisha baraka za ulinzi wa baba wetu Yawe anapotuangalia kama mboni la jicho lake. Linahusisha riziki na mapato, kwamba hatutapungukiwa kinywaji na vinywaji na vyakula vile. Na vile pia inaongea kuhusu neema na baraka. Kuna neema na kibali. Kuna ile tunasema favor. Na kuna neema ambayo mtu ako nayo na mwingine hana. Kwa hivyo mambo haya ambayo Ibrahimu alipewa, tunaona kwamba zilikuwa zinaonekana katika maisha yake. Zimeonekana katika maisha ya Isaka, zimeonekana katika maisha ya Yakobo na uzao sasa wake wote. Mambo haya yanaandamana. Amini mtazamaji mpendwa, utakapokubali kuingia katika agano hili la Ibrahimu kama tutakavyoona, utakuta mambo haya yote yatakuwa sehemu yako. Jambo la pili katika agano hili, ahadi ya kuongezeka. Na hapa bado ninakwama nikijua kwamba tunapoongea kuhusu kuongezeka, kuna kuongezeka kwa watoto, na vile pia kuna kuongezeka kwa watu ambao wameokoka. Na kwa hivyo imeandikwa katika kitabu cha Mwanzo 17 mstari wa 2, nitakuzidisha sana. Ni ombi langu pia, hata kama sisi huduma mwaka baada ya mwaka tutaendelea kufungua matawi ya watu ambao wamekubali ahadi ya Ibrahimu. Tutaendelea kuona watu ambao wanaokoka na kufuata ahadi hii, na vile pia hata watakaofanya harusi zao, ni kupitia harusi watoto wanaongezeka, nila ya utasa itavunjika. Kama vile baba wetu Ibrahimu alikatiwa utasa wa mke wake, sehemu hiyo ipokee katika jina la Masihi Yeshua, yawe Elohimu wa kuzaa matunda na kuongezeka. Tutazidi kuongezeka katika jina la Masihi Yeshua, na kupitia agano hili familia huongezeka, ushawishi huongezeka, kazi za ufalme huongezeka, kama nilivyosema kwamba mashirika yawe wengi, washiriki wawe wengi wanaoabudu katika roho na kweli. Ahadi ya tatu, ahadi ya kuwa baraka kwa wengine.
Mwanzo 12 mstari wa 17. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Yaani umebarikiwa uwe wa baraka kwa watu wengine. Neema hiyo tukaipokea in Yeshua's name, kwamba wewe utakuwa wa baraka. Katika ulimi wako mashauri yako yatosha. Katika utajiri wa mifuko yako unaweza kubariki. Katika njia yoyote ile ya mdomo wako wa kuzungumza maneno na yakawa, iwe ni sehemu yako in Yeshua's name. Kumbuka hata wakati ambapo tunaposoma agano hili aliambiwa, atakayekulaani nitakamlaani, atakaye kubariki nitambariki. Kwa hivyo tukiwa ni watu wa baraka, tuachilie baraka, tuwabariki watu wale wengine. Biblia inafundisha kwamba watakaokuwa adui wako, baba wetu atakuwa adui wao. Hebu angalia jinsi baba anavyotutetea. Yawe hakubariki watu wake kwa ajili ya wao wenyewe tu. Tunabarikiwa ili tuwe wengi, ama tuwe wa baraka kwa wengi. Mtazamaji mpendwa, unapata unapeana. Uwe ni mfereji unaokuwa baba anataka usambazie watu wale wengine. Kwa hivyo unapoingia katika agano la Ibrahimu alafu kajikuta wewe you are not a giver, basi utaona kana kwamba wewe hauingii katika agano hilo, na utaona kwamba hata Abraham mwenyewe was a real giver. Ameenda ametakanyara watu, anatoa fungu. Akiambiwa atoe mwanawake wa pekee, anakuwa ni mtu wa kutoa. Mtazamaji mpendwa, kuingia katika agano kuna wajibu ambao tutakao ujadili. Na jambo la mwisho katika hali ya ahadi alizopewa, ahadi ya urithi. Yawe alimpa Ibrahimu na uzao wake urithi wa kudumu, agano daima, kujenga vizazi vijavyo. Biblia inatuambia kwamba mtu mtakatifu ataweza kuacha urithi kwa watoto na watoto wa watoto wake. Kwa hivyo tunabarikiwa tuache urithi. Na urithi ulio mkubwa kabisa ni kuhusiana na nchi ambayo Ibrahimu aliona katika maono, na akasema kwamba japokuwa ananunua mashamba, anaishi katika dunia, yeye angali aliishi katika hema, maana alitazamia mji mwenye kujenga ni baba wetu yaye mwenyewe, kitabu cha Ibrahimu kinatuambia. Na kwa hivyo tunapoongea kuhusu baraka, mawazo ya watu wengi ufikiria mibaraka ya hapa duniani. Ni ya muhimu maana tuko duniani. Lakini urithi ulio mkubwa ni urithi wa uzima wa milele. Kutazamia Yerusalemu mpya ikija, utakuwa ndani ya hiyo Yerusalemu. Kuangalia wakati ambapo tutaridhishwa ulimwengu mzima bila uovu wala chembe ya maasi. Mtazamaji mpendo, watamani sana kuingia katika agano hili la baba wetu Ibrahimu na baba wetu wa mbinguni. Narudia tena, agano ni mapatano ya watu wawili, na katika yale mapatano kuna yale yanayoandikwa, mimi nitafanya hivi na wewe utafanya hivyo. Kwa hivyo wajibu wako wewe ukiingia katika mkataba huu ama agano hili, katika kitabu cha Mwanzo 15 mstari wa 9 Biblia yasema, akamwambia Yawe, nawe utamhesabia jambo hili kuwa haki. Akamwamini Yawe, naye akamhesabia jambo hilo kuwa haki. Yaani unafurahia mambo kabla haujayaona. Unasema mambo yasiyokuweko kana kwamba yako. Messianic Voice TV. Hayapo lakini yapo. Ibrahimu alikuwa ni mtu wa imani, na kwa hivyo tunapata kwamba yeye imani yake ilimpendeza baba wetu sana, na akaitwa baba wa imani. Na kwa hivyo wote wanaoingia katika mkataba huu lazima tuwe ni watu wa imani. Biblia inasema kwamba bila imani hatuwezi kumpendeza baba wetu. Na kwa hivyo tunahitaji kuwa ni watu wa imani. Imani ilikuwa msingi wa uhusiano wa Ibrahimu na baba wetu Yawe. Biblia inasema kwamba bila imani hatuwezi kumpendeza. Kwa hivyo baba amesema, wewe amini, chukua hatua. Neno la sema Ibrahimu alipoambiwa chukue kisu na moto akamchinje mwanawe, Paulo anaandika kitabu cha Warumi akasema kwamba aliamini huyu Elohimu anaweza hata kumfufua. Kwa hivyo hakuwa na shida kumuua, maana kama alimpea kama ahadi anaweza kumfufua, lakini hakuruhusiwa amuue. Na kwa hivyo tunaona kwamba baba wetu Ibrahimu alikuwa ni wa imani. Utawezaje kutoka unaenda sehemu usiyoijua, lakini unaamini kuna sauti itakao kuelekeza, itakao kukwambia hapo ndipo ambapo nimekubarikia wewe na kizazi chako, na bila shaka kulitendeka.
Na jambo la pili kuhusiana na wewe ni kuhusu kitu kinachoitwa utii. In other words, utakaloambiwa fanya. Maneno hayo ninayashika kwa uzito katika kitabu cha Yohana 2:5. Wakati ambapo mamake Yeshua anakuja na mwambia tumetindikiwa ama tumeadimikiwa na zabibu, ama tumetindikiwa, tumepungukiwa na kileo cha harusi, kinywaji cha harusi. Naye Yeshua anamuuliza mama yake, una nini na mimi wakati wangu hujafika. Yeshua hakujali, alijua, mamake Yeshua hakujali, aliwaambia watu hawa lolote atakalowaambia lifanyeni, na yeye akaenda zake. Sasa angalia watu wa imani, waliambiwa kuna mabirauli ndio, lakini ni tupu. Akawaambia jazeni maji, kisha chukua kikombe, chota ukampelekea yule mwenye karamu. Wakachota. Labda imani, kwa sababu ya imani walifanya hivyo. Mwingine angesema tumeambiwa tutengeneze divai, wewe unatuambia maji. Maji na divai inaenda wapi? Imani ilisababisha ile divai ikaweko. Mtazamaji mteno, pointi yangu ni katika kitabu cha Mwanzo 22 mstari wa 18. Ibrahimu alimtii Yawe hata pale maelekezo yalipokuwa magumu. Alikuwa ni mtu wa kutii. Na kwa hivyo ahadi za agano zinahitaji imani na utii ili zitimie kikamilifu. Utakaposikia sauti ya Baba wetu Yawe ikikuzungumzia, usitie shaka. Ondoa hofu, ondoa woga, kuwa na hali ya kuifuata, hiyo ni utiifu, na vile vile pia ukafanya kwa imani kwamba umesikia ahadi hiyo. Ahadi ambazo tunazozizungumza si za wakati mmoja. Ndiposa tunasema hazikuwa tu wakati wa Ibrahimu, zimesonga katika vizazi baada ya vizazi. Katika mlango wetu wa 17 wa Mwanzo, aya ambayo ilikuwa tunaikariri, Yawe alisema liwe agano la milele. Kwa hivyo ni agano litakalo kwenda vizazi na vizazi, vizazi na vizazi. Ahadi zake hazibadiliki kwa sababu tabia yake haibadiliki. Biblia inasema kwamba Baba wetu si mwanadamu kwamba adanganye, na wala hana kivuli cha uongo. Neno lasema kwamba yeye ni mfuata agano, hutimiliza kila agano alilolisema. Neno lasema kwamba anapotamka neno analifuata kulitimiliza. Ni wewe ninayezungumzia, ninapojizungumzia, mtazamaji mpendwa, kwamba ukisikia sauti ya Baba wetu na uone ahadi alizotupatia, lako ni kutii na kuamini, na uongoje uone mambo hayo yakitendeka. Tuingie katika zamu ya kumalizia ya kwamba agano la Ibrahimu na Masihi. Kuna maandiko mengi katika kitabu cha Wagalatia, wa Efeso, ambayo inasema abamo la Ibrahimu litimia kupitia Yeshua Masihi. Wagalatia 3:16, ahadi zilizonenwa kwa Ibrahimu na kwa wazao wake ni sisi. Uzao huo mkuu ni Yeshua Masihi. Kwa hivyo japokuwa alizaa Isaka alikuwa mfano wa Yeshua. Yeshua amezaliwa mwana wake wa pekee, mzaliwa wa kwanza, Masihi. Na kupitia Masihi mataifa yamebarikiwa. Wote wanaoliamini jina la Yeshua, wakabatizwa katika jina la Yeshua, tazama wamefanyika kuwa watoto wa Ibrahimu. Tazama wamepewa uwezo wa kufanyika wana wa Yawe. Yohana 1:12. Wokovu unapatikana kupitia Yeshua Mashia, na wokovu ni wa makabila yote. Matendo ya Mitume 10:34, Biblia inasema kwamba nimetambua Baba wetu hana mapendeleo, lakini katikati ya lugha, kabila na jamaa, wote wanaomcha, wanaotii, wanaofanya mambo kwa imani wamebarikiwa. Watu wote wanaweza kushiriki katika agano hili. Kwa mara nyingine tena, ikiwa uko pale na haujaokoka, nafasi ni sasa. Kukiri na mdomo wako nimeokoka yatosha, na uamini ndani ya moyo wako, maana mambo haya ni ya imani, na kuanzia hapo uanze kutembea katika agano la utiifu, zaa matunda yanayolingana na toba. Wagalatia 3:29 yasema, na kama nyinyi ni wa Masihi, basi mumekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi zile za Ibrahimu. Tumeziona, tunataka kukaa ndani yake. Muda hauniruhusu kuendelea, niruhusu nikomee pale
kwa sababu huu ni msururu utakaoendelea nao, na kwa hivyo endelea kujiunga nami katika kipindi hiki cha Karamu ya Neno kila mwendo huu wa saa 6, na Baba akubariki. Yawe akubariki na kukulinda, yawe akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, yawe akuinulie nuru za uso wake na kukupa amani yake, katika jina la Mwokozi wetu Yeshua the Messiah. Kwaherini hadi tutakapoonana kesho kwa majaliwa yake Baba wetu Yawe, ama mwendo wa saa 8 katika kipindi cha Word Fest. Do you have a concern, feedback, or complaint about our programs or services? At Messianic Voice TV, your voice matters. We are committed to integrity, transparency, and serving you better every day. If you have any complaint or issue, reach out to us directly, share your experience, and let us make it right. Let all things be done decently and in order. 1 Corinthians 14, verse 40. We are here to listen, respond, and improve because you are part of this mission. Contact us today and let your voice be heard. Messianic Voice TV, truth, accountability, and service.